kutupatia na neema yake kuwa imetosha kwa Bwana kutembea nasi katika hiyo miezi mitano. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya hilo jambo, na tuko na sababu ya kumsifu Bwana, tuko na sababu ya kumshukuru Bwana kwa mahali ametupeleka, mahali ametutoa. Kwa hivyo siku ya leo namshukuru Bwana kwa sababu yako, kwa sababu ya kukuja. Mungu akubariki sana wale wamekuja, Mungu awabariki sana, na ninajua ya kwamba Bwana atatutoa kutoka utukufu moja na tupeleka katika utukufu mwingine, na mahali tuko siku ya leo sio mahali tutakuwa siku ya kesho, kwa maana Mungu wetu ni Mungu wa kuenda akibadilishia watu mambo kutoka hali moja anawapelekea katika hali nyingine, anatupeleka utukufu moja, anatupeleka katika huo utukufu mwingine. Na so najua ya kwamba tukiingia mwezi wa sita tutaingia na nguvu, tutaingia na mamlaka. Mwezi wa sita utakuwa ni mwezi wetu, na utakuwa ni mwezi wa baraka kubwa sana, na tutaona mkono wa Jehova katika maisha yetu. Sijui wewe unatarajia nini katika huu mwezi wa sita? Sijui unagojea Bwana akatende jambo gani katika maisha yako. Ninajua ya kwamba wale wamegojea Bwana, naye Bwana atampata katika maisha yao. Sasa unataka kuingia katika neno la Bwana siku ya leo, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kuja mahali hapa siku ya leo tukifanya ibada yetu ya kwanza mahali hapa. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya kibali ambao Bwana ametufikisha. Ninajua ya kwamba hivi karibuni tutapata stima na tutakuwa na vyombo vya kunena nazo, lakini kwa wakati huu kwa sababu mahali stima ziko mbali sana, tujapata waya ya kufuruta na kuleta stima mpaka hapa. Najua ya kwamba Bwana wakati wake ukifika, Bwana atatutendea jambo kubwa, na najua ya kwamba hata mahali ambapo pamebakia, Bwana atatuwezesha na atatupatia uwezo wa kumalizia mahali pale. Na so wale wako katika mitandao, tunawa request kama uko na uwezo na kama Mungu amekubariki, na ninajua ya kwamba Bwana amekubariki, unaweza tusaidia kumaliza mahali ambapo pamebakisha katika hii madhabahu, na ninajua Bwana atakubariki kwa sababu mahali hapa ni mahali ambapo pamebarikiwa na uwepo wa Bwana ni mwingi sana mahali hapa. So nataka kuingia katika neno la Bwana, na ninataka kunena juu ya the God of breakthrough, ama Mungu wa kupeana ushindi, ama Mungu ambaye huwa anapeana ushindi. Ndio inasema katika kitabu cha Zaburi, kitabu cha Samuel ama Samueli wa pili 5, kianzia kutoka pale juu, ni wakati wa wale Daudi, ama ni wakati ule Daudi wana wa Israel ama the elder of Israel walikuja kwake mahali ambapo walikuwa panaitwa Hebron. Na wakati, wacha nikurudishe nyuma kidogo, wakati Daudi aliteuliwa kuwa mfalme na nabii ambaye alikuwa anaitwa Samuel, hakuwa nabii, hakuwa mfalme wakati ule tu. Lakini wakati Saul alikufa, Daudi hakufanyika mfalme wa Israeli yoyote. Tuseme kama ni Kenya, hakufanyika president wa Kenya yote, lakini alifanyika president wa area fulani ambayo alikuwa mfalme tu wa watu wa Yuda. Lakini baada ya kukaa watu wa Israel ama the elder of Israel wakaja kwa Daudi, na wakati walikuja kwa Daudi wakamwambia sasa wanataka kumteua awe mfalme katika Israeli mzima. Sasa asikuwe mtu kama ni wakaute kama ya Murang'a, lakini sasa akuwe ni mfalme ambaye atasimamia nchi mzima. Na so wakaenda wakamwagia mafuta akuwe mfalme. Na wakati ule Daudi alikuwa anakaa mahali panaitwa Hebron, na kwa sababu Hebron hakukuwa mahali kama capital city, haingekuwa mahali pasuri sana pa kufanywa capital city, Daudi pamoja na watu wake wakachukua ili waende Yerusalemu, na waende Yerusalemu ili akaifanye kuwa capital city, ama capital city ya Kenya ni kama Nairobi, ni Nairobi, ataifanya ikuwe kama Nairobi, mahali watu ama mahali patakuwa center ama
ufalme wa Israeli, mahali ambapo utakuwa ukienda mfalme na unampata, ama ndio alikuwa anataka kupeleka State House ya huko mahali pale. Na Biblia inasema wakati alienda, wale watu walikuwa wanakaa Jerusalemu ama Jerusalem walikuwa ni wa Jebusite ama Jebusite, ndio walikuwa wanakaa mahali pale. Na wakati walienda, Daudi alienda pamoja na wale watu ambaye walikuwa na wao, wakamdharau Daudi sana. Na Biblia inasema walimdharau Daudi sana mpaka hawakutoka ili wakutane na Daudi. Wakamwambia Daudi, viwete na wale watu ambao ni vipofu ndio wanaweza tu pigana na Daudi. Wao wakaona Daudi ni mnyonge sana, hawezi pigana na wao. Daudi wakaona Daudi ni mtu mdogo sana, hawezi pigana na wao. Wakamwambia wale watu ambao ni viwete na vipofu katika kiingilio cha Zete ama katika kiingilio cha mji, wao watu ndio walikuwa wanakaa huko wakiomba msaada, wakiomba maybe chakula, wakiomba msaada kwa watu. Na so wale watu ambao walikuwa Jebusite wakadharau Daudi, wakaona wale Daudi anaweza pigana na wao, na wale watu wanaweza mshida tu ni wale wanakaa huko tu wakiomba msaada, wakiomba chakula, wakiomba nini, watu ambao hawana maana katika maisha yao. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu ya Daudi. Daudi hakukufa moyo kwa sababu ya yale mambo ambayo aliambiwa na hao watu, lakini akasema na yule atawashida, akawaambia wale wanajeshi wake, yule atawashida wa Jebusite atamfanya kuwa mtu mkubwa. Nataka kukutangazia siku ya leo, inawezekana ya kwamba kuna mambo ambayo Bwana amekuahidi katika maisha yako. Kuna mji ambao unataka kuupokea katika maisha yako. Kuna mji kama huu ambao Bwana ametupatia, na Bwana amekuja ametupanda katika mji kama huu, na ili tukaupokee, na ili tukapate urithi katika mji kama huu. Lakini kuna watu ambao wanaitwa vipofu na watu ambao wanaitwa wabao ni vilema, ambao wanakaa katika gate, na wale watu ambao wako ndani wanaweza kukudharau, wanaweza kuona hauna hata nguvu ya kupokea kile kitu Bwana amekuahidi utapokea katika maisha yako. Lakini hata kama watu watanena aje, watu watakuambia we unakaa aje, unaona kama unaweza soma mpaka wapi, unaona ni kama unaweza, ndoa yako inaweza fika wapi, unaweza jipatia nguvu na useme hii mji Bwana amenipatia na nitapigana na huu mji. Na kwa hivyo Daudi akapigana na Wajebusite ama Wajebusi, akapigana na wao na akawashida na akachukua Jerusalem, na ikawa ni mji wa Daudi. Lakini vita za Daudi hazikuishia pale. Wakati Daudi aliwashida, kuna watu wengine ambao walijitokeza, watu ambao wanaitwa Wafilisti. Na hapo ndio nataka tuangalie. Na wakati wa Filisti, tukumbuke ya kwamba Daudi na Wafilisti wamekuwa maadui kutoka mwanzo. Kuna wakati Daudi aliua yule alikuwa ni champion wao ambaye alikuwa anaitwa Goliath. Kuna wakati Daudi alienda akaua yule Goliath. Na wakati wa Filisti walisikia ya kwamba Daudi amemwagiwa mafuta akuwe mfalme wa Israeli, wakatangaza vita. Na Biblia inasema ya kwamba Wafilisti wakaondoka wakaenda kwenye valley, ama wakaenda kwenye valley ambayo ilikuwa inaitwa Refiamu. Na wakati walienda katika ile valley, walikuwa wanataka ili wapigane na mtu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Na katika kitabu cha Samueli wa pili, 2 Samuel chapter 5, kianza kutoka verse 17,
Samueli wa pili, 2 Samuel chapter 5 from verse 17 inasema hivi: Now when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines went up to search for David. And David heard of it and went down to the stronghold. The Philistines also went and deployed themselves in the valley of Rephaim. And David inquired of the Lord, saying, Shall I go up against the Philistines? Will you deliver them into my hand? And the Lord said to David, Go up, for I will doubtless deliver the Philistines in your hand. So David went to Baal Perazim, and David defeated them there. And he said, The Lord has broken through my enemy before me, like water bursting the breach. Therefore he called the name of the place Baal Perazim. So Biblia inatuambia hivi ya kwamba wakati Daudi ama wakati wa Filisti walisikia ya kwamba Daudi amemwagiwa mafuta na ili akuwe mfalme wa Israeli, wakaondoka wakataka kupigana vita na Daudi. Na Daudi akasikia ile jambo ambalo limefanyika, naye Daudi akaondoka akaenda mahali panaitwa Baal Perazim, na Wafilisti wakaenda katika hiyo valley ambayo ilikuwa inaitwa Rephaim. Na ni vizuri kujua wakati ule watu walikuwa wanapigania mahali ambapo ni tabarare, ama mahali ambapo ni Getuaba, mahali ambapo ni tabarare. Watu wa ile pande wanakuja katika huo mlima wa Israeli, wanakuja katika huo mlima, na wengine wanakuja katika pande hii, na wote wanakuja wanakutana, na sasa wanaanza kupigana vita. Lakini wakati Daudi alipoenda, na wakati Daudi alienda, kuna mambo ambayo Daudi alifanya. Na hiyo fasi nyingine akasema ya kwamba wakati Bwana alimpatia ushindi, tutarudi hapo nyuma kidogo, wakati Bwana alimpatia ushindi, Daudi akasema ya kwamba naye Bwana amewashinda maadui zangu, kama vile maji huwa inakuja inabeba, ama kama vile kuna kuaga na flood ama mfuriko, inakuja inabeba kila kitu, nao maadui zangu Bwana amewashinda hivyo. Katika kitabu cha Mika chapter 2 verse 13 inasema ya kwamba and the God, ama Mungu ndiye the breaker, ama Mungu ndiye huwa ana break. Ninataka tujue ya kwamba kila mtu katika maisha yake, kila mtu ambaye ako mahali hapa na yule anatusikiza, kuna mambo ambayo inastahili kuwa broken, ama kuna ukuta ambayo imesimama mbele ya maisha yako. Inaweza kuwa ni ukuta ya biashara, inaweza kuwa ni ukuta ya finances ambayo imesimama mbele zako, inaweza kuwa ni ukuta ya ugonjwa ambayo imesimama mbele yako, na ukiangalia pande ile ingine hauoni mahali unaweza pitia. Hakuna hata mlango ya kupitia, hakuna hata njia ya kupitia. Lakini Biblia inasema katika kitabu hicho cha Mika ya kwamba Yesu ndiye the breaker, ama yeye ndiye huwa ana break, ama yeye ndiye the way ana break hizo maukuta. Na so Biblia inatuambia ya kwamba, wacha tusome hiyo Mika chapter 2 verse 13. Mika chapter 2 verse 13 inasema hivi:
the one who break open will come up before them. They'll break out, pass through the gate, and go out by it. The king will pass before them, with the Lord at their head. So Biblia inatuambia ya kwamba naye Mungu ambaye ni the breaker, ambaye huwa ana break, na Biblia inasema katika Isaia chapter 45, Biblia inasema ya kwamba Isaia akaambiwa, ama Cyrus akaambiwa na Bwana atapita mbele zake na atafuja milango ambayo itakuwa imesimama mbele yake. Atafuja mpaka milango ya chuma. Atafuja even zile bars ambazo zitakuwa zimewekwa katika ile milango. Na so siku ya leo inawezekana ya kwamba kuna milango ambayo, kuna maukuta ambazo zimesimama mbele zako, zinakaa ni kubwa sana, zimejengwa kama zile ukuta za Yeriko, ambapo hata kama Waisraeli walikuwa wanataka kupitia katika zile ukuta hawangeweza kupitia, kwa sababu ya vile hiyo ukuta ilikuwa imeinuliwa, ama vile ukuta ilikuwa imejengwa, kwa sababu ilikuwa imejengwa ikiwa kubwa sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba Bwana kwa sababu alikuwa mbele zao, akaenda akabomoa zile maukuta, akaenda akabomoa ile ukuta mbele yao, na wakakuja na wakapita ile ukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na so Biblia inatuambia ya kwamba Daudi wakati aliona ya kwamba wana wa Filisti wamekuja na wote sasa wamesimama, kuna jambo moja Daudi alifanya ya kwanza. Alienda aka-identify ama akajua hao ndio Wafilisti ambao wanataka kupigana na yeye. Na jambo la kwanza lile tunastahili kufanya ni ku-identify ama ni kujua ile ukuta ambayo imesimama mbele yako, kwa sababu kila mmoja wetu kuna ile ukuta ambayo imesimama mbele yako, na ukuta ya mwenzako inaweza kuwa sio ukuta ya yule mtu mwingine. Mwingine anaweza kuwa ni ugonjwa ambayo imesimama kama ukuta, mwingine anaweza kuwa ni marriage ambayo iko na shida, iko na matatizo, mwingine anaweza kuwa ni watoto wamekuwa ni warefi, wamekuwa wameingia kwa drugs, wamekuwa ya kwamba hata hakuna kitu unaweza waelezea. Wengine wanaweza kuwa ni finances ambazo zimekuwa kama ukuta katika maisha yako. Unajaribu kuangalia mahali unaweza tokea, unajaribu kuangalia unaweza tokea mahali pagani, unaona hakuna hata njia ya kutokea, hakuna hata kamweneni, ama hakuna hata kakrat. Unaweza ona haka ni kadogo, at least unaweza tokea. Ni giza tu iko, na ile ukuta iko, kwa uweza wako na nguvu zako hauwezi ibomoa, hauwezi ing'oa. Na so Daudi akasema ya kwamba, ama aka-identify ile ukuta ambayo ilikuwa imesimama mbele yake. Na wakati ali-identify, akafanya jambo la pili, na Biblia inasema akafanya jambo la pili. Na ile jambo la pili, akaenda kwa Bwana, akauliza Bwana kama apasuu the Philistine, ama awafuate wa Filisti aende apigane na wao. Wapendwa, siku ya leo ningetaka kukwambia ya kwamba kuna mara nyingi sana vita zinakuja katika maisha yetu. Kuna wakati mwingi sana ambapo tunapatwa na vita katika maisha yetu, na ile jambo moja tunafanya, tunasahau kumjulisha Bwana, tunasahau ama tunakosa kumwomba Bwana direction katika hilo jambo. Lakini tunafuata ile njia, ama tunafuata njia
ile Bwana alitupatia ushindi, na hapo bereni tunafuata ile ushindi ambayo Bwana alitupatia, na hapo bereni tunafuata hiyo njia, tunafuata vile watu wengine wanatuambia walipata ushindi katika hilo jambo. Lakini namshukuru Bwana kwa sababu ya mtu anaitwa Daudi. Wakati Daudi aliona mambo sasa yamekuja mbele zake, na Daudi tukumbuke ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajua vita, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameshinda Wafilisti, alikuwa amewagonga, amewashinda, na hapo bereni alikuwa ameua the giant, ama yule alikuwa champion yao, alikuwa amewaua. Wakati walikuja, wakati walimuua Saul, alikuja bado na wakawashinda. Lakini Daudi hakuona huyu ni adui ambaye nimekuwa nikimshinda katika maisha yangu, lakini alitamani sana akamuulize Bwana, Bwana, niendelee na hii vita ama nisiendelee na hii vita? Wapendwa, katika vita zetu za kila siku, katika zile vita ambazo tunakutana nazo, ni vizuri kumuuliza Bwana akusaidie. Ni vizuri kuuliza Bwana the direction ya kupigana katika ile vita, kwa sababu tunaweza ingia katika vita na ile experience ambayo tulikuwa nayo na hapo bereni. Tunaweza ingia vita na ile experience watu wengine wako nayo katika maisha yao, na anatuambia mambo yetu tunaweza pata breakthrough tukipitia katika hii njia, tukifuata katika hii njia. Lakini Bwana akue hataki wewe ufuate hiyo njia katika maisha yako. Na mtu alikuwa anaitwa Joshua, na Biblia inasema ya kwamba Joshua alikuwa mtu ambaye alikuwa anajua vita sana, na alikuwa mtu ambaye anajua kupigana. Lakini wakati walifika katika Jericho, Mungu alibadilisha ile mentality ama ile mawazo ambayo Joshua angekuwa nayo ya kupigana vita, na akamwambia Joshua waende wasuguke Jericho mara 7 kwa siku 7, na kwa siku ya 7 waizunguke Jericho mara 7, wakiwa na trumpet, wakiwa na virimbi, wakiwa na vitu ambazo walikuwa wanapiga ama waendelee wakipiga zile vitu. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Joshua alifanya yale mambo, Mungu akawapatia ushindi ambao ni mkubwa sana. Wapendwa, siku ya leo ningependa kukuambia ya kwamba kama tunataka kuona ushindi katika maisha yetu, kama tunataka kuona breakthrough katika maisha yetu, na tuone Bwana akitupigania, ni lazima tuinvolve Bwana, ni lazima tumuulize Bwana katika maisha yetu. Wakati vita zinakuja, wakati mambo yameturemea katika maisha yetu, ni vizuri kuliita jina la Bwana, ni vizuri to inquire from the Lord. Na kama kuna siri moja ambayo Daudi alikuwa nayo katika maisha yake, ni kuinquire from the Lord. Daudi mara nyingi ni mambo machache sana alifanya katika maisha yake kama hakuwa ameuliza Bwana afanye lile jambo katika maisha yake. So ni vizuri sana kuinquire from the Lord, na tusiassume ile strategy ambayo tulitumia last time inaweza tupatia victory wakati huu. Roho Mtakatifu ndiye anajua ni nini tunahitaji, na ili tupigane vita wakati huu. Ndiye anajua hii vita inataka nini ili tupate ushindi katika hiyo vita katika maisha yetu. Jambo hilo lingine ni ya kwamba expect ama utarajie matokeo yatokee kwa ghafla ama yatokee
kwa haraka. Biblia inasema ya kwamba Daudi akasema, naye Bwana amewashinda maadui zangu kama vile mfuriko, ama kama vile maji huwa inakuja. Unajua wakati dam ama wakati maji yamewekwa mahali pamoja na hiyo maji imebust ama imefuja ikatokea mahali pale, hauwezi zuilia hiyo maji, hauwezi weka mipaka na useme sasa utaweka vitu za kuzuilia hiyo maji. Unajua moto ikitokea unaweza enda utafute simamoto na ikuje ipime ile moto. Kuna chemical unaweza tumia na zipime ile moto ambayo imetokea. Lakini wakati kumekuwa na kitu inaitwa gharika ama wakati mto imefuja, hauwezi zuilia, inakuja kama imefagia chochote ambacho kiko katika njia. Acha nipeane hiyo mfano hata kama sio mzuri, lakini wakati kulikuwa na miaka kama 2 ambayo imepita na kukakawa na mvua mkubwa sana na mahali pale Naivasha kukawa watu wamebebwa, ile damu wakati ilifuja ikakuja kama imebeba watu, ikabeba manyumba za watu, ikakuja kama imefagia miti, kila kitu ambacho ilikuwa imekutana nacho ilikuwa inakuja na inaibeba. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi akasema, naye Mungu amewaosha ama amewaondoa maadui zangu kama vile maji huwa inaondoa. So tunaweza enda kwa Bwana tukiwa na matarajio ya kwamba Bwana atatupatia ushindi kwa haraka, kwa sababu maji yakifuja yanakuja na speed ambayo haiwezi ikazuiliwa. Akasema ya kwamba Bwana amenipa ushindi. Wapendwa, kwa kila jambo ambalo tuko nayo tunaweza kuwa expectant, tunaweza kuwa na matarajio ya kwamba Bwana atanipa ushindi katika hili jambo. Bwana ataniponya hii ugonjwa, Bwana ataponya hii jamii yangu, Bwana atarejesha hii ndoa yangu, Bwana atainua hii biashara yangu. Na sio kwa miaka ijayo, unakuwa na matarajio ya kwamba Bwana atafanya hilo jambo kwa haraka, na unakuwa na moyo wako ukimgojea Bwana, unakuwa na hiyo hamu, unakuwa na hiyo moyo ya kutarajia ya kwamba Bwana atatenda jambo katika maisha yangu. Na wakati wowote ambapo tutaenda katika vita, ama wakati wowote maukuta yatasimama mbele yetu, wakati wowote milango itafungika katika maisha yetu, kwa sababu Yesu ndiye the breaker, ambaye anaweza break those walls, ambaye anaweza break hizo milango ambazo zimefungika. Tunaweza kuwa na matarajio, tunaweza kuwa na imani ya kwamba nikiomba Bwana, nikimtarajia Bwana, nikimgojea Jehova, nikikaa mahali hapa nikiwa ninagojea Bwana, Bwana ataleta breakthrough, Bwana ataleta ushindi, Bwana ataagusha ama ataleta neema ya kuendelea katika hiyo safari katika maisha yako. Na kwa hivyo unakuwa na hiyo, unajua ya kwamba Bwana ndiye tu anaweza fuja milango, anaweza haribu chochote ambacho kimesimama mbele yako, na kupatia ushindi wa kwenda kupokea kile Bwana amekuahidi katika maisha yako. Jambo hilo lingine ni ya kwamba give God the credit ama the glory. Daudi anasema ya kwamba Bwana amewashinda maadui zangu. Daudi hakuona askari wake wamewashinda, hakuona yeye ameshindana, lakini aliona ya kwamba ushindi wote ni Bwana amenipatia. Wapendwa, katika maisha yetu ni vizuri kuona ile ushindi
ambayo nimepata siku ya leo, hata kama nikaushindi kadogo, hata kama unaona ile ushindi ni kidogo, unaona hii ushindi ni Bwana amenipatia ushindi katika maisha yangu. Hii ushindi ni Bwana amenipatia. Daudi akaona si kwa uwezo wake amewashinda Wafilisti, si kwa uwezo wake amewashinda Wajebusi ambayo alikuwa amewashinda, lakini akaona ni Bwana amempatia ushindi, na akasema ya kwamba Bwana amewashinda maadui zangu. Ninakutangazia siku ya leo ya kwamba Bwana atawashinda maadui zako, hata kama ni maadui za ugonjwa, hata kama ni maadui za madeni, hata kama ni maadui ambao wameinuka kwa njia yoyote katika maisha yako. Mpatie Bwana ushindi, mwambie Bwana, mpe Bwana sifa katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha 2 Chronicle 20:20, Biblia inasema wakati mfalme alikuwa anaitwa Jehoshaphat na watu wakakuja wakitaka kupigana na yeye, na Bwana akaenda kwa Bwana na akainquire from the Lord, na Biblia inasema akaweka wenye sifa mbele. Hakuweka wanajeshi, hakuweka wale watu wanajua kupigana sana, lakini akaweka wanajeshi mbele, akaweka wenye sifa. Wakaenda kama wanaiba, wakaenda wakimsifu Bwana, wakaenda wakiiba vile Bwana ni mzuri, vile Mungu ni mzuri, wakaenda wakilipatia jina la Jehova sifa, ama wakiribia jina la Jehova. Wapendwa, siku ya leo kama tutapata ushindi, hata kabla upate ushindi katika maisha yako, unaweza msifu Bwana, unaweza mpa Mungu sifa, unaweza iba wimbo ya ushindi. Hata kama hautapata ushindi, unaweza mshukuru Bwana, kwa sababu Bwana ndiye the breaker, yeye ndiye atafunja yale marango, na uko na uhakika, nikitembea na huyu Yesu, nikitembea na huyu Bwana, nikitembea na huyu Mungu, atanipatia ushindi katika maisha yangu, atanipa ushindi katika hili jambo ambalo limesimama katika maisha yangu. Na wapendwa, siku ya leo maisha yetu na vinywa vyetu vikue zimejawa na sifa, zimejawa na kumwimbia Bwana, zimejawa na kumsifu Bwana na kulipa jina la Bwana utukufu, kwa sababu ya yale mambo ambayo amefanya katika maisha yetu na yale mambo ambayo Bwana hajafanya katika maisha yetu. Na wapendwa, tutaenda tu kwa imani, tutaingia kwa imani katika zile vita ambazo tuko nayo, katika yale maukuta ambayo tuko nayo. Bwana akamwambia Joshua, ama Mungu akamwambia Joshua wakati walifika kuvuka katika mto Yordani, akamwambia Joshua aambie the priest wachukue sanduku la agano na wakanyage maji, na wakikanyaga maji ile ama ile mto itapata na watapata njia. Wapendwa, kama tutapata ushindi, lazima tukue action na tuchukue hatua katika maisha yetu, hatua ya kuombea hayo mambo, hatua ya kuwa na imani, hatua ya kumsifu Bwana, hatua ya kuwa obedient katika maisha yetu, kwa sababu kuna wakati Bwana huwa anapeana ushindi, lakini tunakosa ile ushindi kwa sababu tumekosa kuwa obedient na sauti ya Bwana. Wakati Bwana alituambia, ama wakati Bwana amekuambia, sasa nataka ukanyage maji, nataka uchukue hatua ya kuenda kwa jambo fulani, unakosa kuwa obedient, unakosa kupata breakthrough katika maisha yako. Wapendwa, kuna Mungu ambaye
anapeana ushindi. Na yule Mungu ambaye alipatia Daudi breakthrough katika maisha yake, anaweza kukupatia, ako na uwezo wa kukupatia breakthrough katika maisha yako. Wacha kuangalia ile ukuta imesimama mbele yako. Wacha kuangalia zile shida zimesimama mbele yako. Wacha kuangalia yale malango ambaye amefungika, lakini muangalie ambaye ni mkuu, ambaye ni Mungu, the breaker, ambaye huwa anafuja milango ambayo ni ya chuma, ambaye huwa anaondoa maukuta ambazo zimesimama mbele yetu. Umwangalie huyo Mungu, naye atakupatia ushindi. Macho yako yasiangalie tu yale mambo ambaye yanaonekana ni mazito sana mbele yako, lakini yamtazame Yesu, na yakimtazama Yesu ataondoa kila ukuta katika maisha yako, atabreak kila jambo ambalo limesimama mbele yako, na atakupatia ushindi. Na kama Daudi utasimama na useme, na Bwana amewashinda maadui zangu, kama vile mfuriko huwa inashida ama huwa inakuja na inabomoa, naye Bwana amewafagia maadui zangu. Biblia inasema ya kwamba Musa akaangalia ile bahari ilikuwa mbele yao, wana wa Israeli wakaangalia bahari ambayo ilikuwa mbele zao, wakaangalia nyuma yao, wakaona Wamisri wanawafuata wakiwa na farasi, na wakaogopa sana, wakawa na uoga mkubwa sana. Lakini mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Musa akawaangalia na akawaambia wawe still, ama watulie na waone wokovu wa Bwana. Na kutulia ni kusema mioyo yao sasa imtarajie Bwana, imgojee Jehova, yaache kuangalia yale mambo ambayo yako mbele zao, lakini wamuone Jehova ambaye anaweza, ambaye atawapatia ushindi. Na Biblia inasema Bwana akawapatia ushindi mkubwa sana. Na walipofuka ile ng'ambo ingine, Miriam akachukua darama, na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo wa sifa, wakamsifu Bwana, wakaliabudu jina la Jehova. Na siku ya leo nataka kutangaza katika jina la Yesu Kristo, kama umegojea Bwana kwa siku nyingi, kama kuna mambo ambaye yamesimama mbele yako na unaona ni kama hayatapita, hayataisha, Yesu ambaye ni the breaker na kuletea siku ya leo, akafunja hiyo milango yote, akaondoa hizo maukuta katika maisha yako, na akakupatie ushindi ambao ni mkubwa sana katika maisha yako. Wapendwa, Daudi, Biblia inasema ya kwamba Bwana alipompatia ushindi akaita mahali pale Bar Perizaimu, akapaita mahali pale mahali ambapo amemuona Mungu ambaye ni wa ushindi. Na siku ya leo na mwezi huu wa 6, tutakapoingia mwezi wa 6, Bwana akakupatie mahali ambapo utasema, mahali pata nilipata breakthrough. Kwa hili jambo nimepata breakthrough katika maisha yangu. Bwana amenipa ushindi katika maisha yangu. Na tukifanya hivyo, tukimuona Bwana, tukimtarajia Bwana na tukimgojea Jehova, atatupatia ushindi mkubwa sana katika maisha yetu. So natangaza ya kwamba ushindi wa Bwana ukawe juu yako. Bwana ambaye alimpatia Daudi ushindi, Bwana ambaye alifagia maadui za Daudi, akawafagia kama maji, akafagia maadui zako. Kama ni ugonjwa, hiyo ugonjwa ikaondoke katika maisha yako. Kama ni madeni uko nayo,
hayo madeni yakaondoke. Kama ni mambo yamekusubua ya kijamii, ni watoto, ni mzee, ni mama amekusubua, natangaza ushindi katika maisha yako na kutangazia ukiingia mwezi wa 6, Bwana akakupatie breakthrough. Bwana akakupatie breakthrough hata katika hiyo biashara. Bwana akakupatie breakthrough hata katika hiyo masomo. Bwana akakupatie breakthrough katika kila jambo ambalo unatarajia. Bwana, katika jina la Yesu Kristo